Mheshimiwa, ushiriki wako katika kupanda miti umeipa thamani sana tarehe 27 Januari, 27 ya kijani. Ndiyo. Kwa namna gani unadhani hii inaweza ikawa ni endelevu kwa miaka ya mbele? Labda kwanza ni washukuru waliowaza. Ni kweli kwamba mimi nilianza programu ya kupanda miti, lakini walioipa umaarufu na kuitangaza zaidi ni nyinyi TBC, na mkaja na lile wazo la 27 ya kijani. Kwa hiyo kila tarehe 27 ya kila mwezi watu wanapanda miti. Sasa nami nikaona kwa sababu mmeanza niendeleze, na ni imani yangu kwamba TBC mtaendelea na taifa zima litaendelea na kampeni hii, sababu ni kampeni muhimu sana kwa maisha yetu kama taifa. Mheshimiwa, umekuwa nguzo muhimu katika utunzaji wa mazingira barani Afrika hata kabla ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unaionaje hali ya mazingira kwa sasa? Ukweli niseme kuna mabadiliko. Tulikuwa tunalia na hali ya katika maeneo hasa Shinyanga na maeneo ya aina hiyo, lakini hata Dodoma na ukanda wa kati, Dodoma kuelekea Kiteto kwenda Manyara, tulikuwa tunalia na hali ya jangwa. Lakini upandaji wa miti, wote ni mashahidi kwamba Dodoma sasa inakwenda kwa Dodoma ya kijani. Ile kampeni ya kila mtu akijenga awe na miti miwili, lakini kupanda miti ile kwa ujumla kama tunavyofanya, ile Dodoma ya vumbi kwenye hewa sasa hivi haipo. Kwa hiyo kuna mabadiliko kwa kiasi fulani, kuna mabadiliko, na tunapata changamoto za kupata mvua. Vipindi vimebadilika nani, lakini jinsi tunavyopanda miti mingi, hiyo hali inakwenda kujirekebisha. Kwa hiyo kuna mabadiliko kiasi fulani, na niwaombe wa Tanzania tuendelee, sababu kupanda miti mbali ya kurekebisha mazingira, lakini sadaka zetu zinazoendelea. Kama leo nimepanda muembe, vizazi na vizazi watakuja kula matunda yale pale. Kwa hiyo kila mtu akipanda miti ya vivuli, miti ya matunda, miti mingine ambao itatusaidia ndani ya nchi. Shukrani sana Mheshimiwa Rais. Asante sana. Nashukuru sana. Haya vijana brass band tuendeleze.